Ikiwa unataka mema yako uliyoyafanya ndani ya Ramadhani yasibatilike, basi chunga neno hilo la tatu, kwamba wala tubtilu a'malakum, musibatulishe matendo yenu mema mlioyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yote hayo huisabika ni katika matendo yaliyokuwa mema. Ndugu yangu Muislamu, mema yako uliyoyafanya, umefunga somo iliyo kamili, umeswali swala zilizokuwa kamili, umetoa sadaka zilizokuwa kamili, umefuturisha futari iliyokuwa kamili, umeongea na wenzako kwa kutumia lugha nzuri, umetumia fursa ya kutembelea Waislamu na kukaa nao kwa heshima na kwa adabu nzuri, basi kwa ujumla yake matendo hayo yote chunga sana usije ukayabatilisha yakaonekana ulioyafanya ndani ya Ramadhani nzima bado hayana tija, lakini ni kwa sababu ya kurejea maasi, kurejea yale maasi aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kila Muislamu wa kiume na wa kike aweze kuchukua fursa hii ya kuyalinda yale matendo yake yote aliyoyafanya mazuri, asije akayabatilisha baada ya Ramadhani kuondoka. Hakika tumekuwa ni watu wema ndani ya Ramadhani, na wema huo ndio anautaka Mwenyezi Mungu tuendelee nao kadiri ya maisha yetu yote. Nje na Ramadhani ukarimu unatakiwa uwepo, nje na Ramadhani kusaidizana kuwepo, nje na Ramadhani kutoa sadaka kupo, nje na Ramadhani kusaidizana na kuangalizana na kutembeleana ni katika maisha na adabu na akhlaqi za Muislamu. Wa muru'atuhu khulquhu, ule murua, ile sehemu ya mtu adabu yake ni katika dini yake, tabia ya Muislamu ni katika sehemu ya dini yake. Basi haya maisha tulioishi ndani ya Ramadhani kuwa na tabia nzuri ndo maisha uhalisia ya mtu Muislamu. Kuwa na tabia ya upole na kuwa na tabia ya uchamungu na kuwa na tabia ya imani ndo jumla yake ya maisha ya Muislamu. Muislamu haitakikani awe tofauti na dini yake. Muislamu anatakiwa afanane na maisha ya dini yake kwa ujumla wake. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha nnas alaikum min al-a'mal, jilazimisheni enyi watu, jilazimisheni kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Ma tatiquna, kiasi mnachoweza kufanya hayo matendo mazuri. Fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu, hakika Mwenyezi Mungu halipi mja wake mpaka afanye. Yani Mungu hawezi akakulipa zuri mpaka utafute ule uzuri, ukifanya basi ndo ulipo katika uzuri huo. Hatta tamallu, mpaka ufanye ndo ulipwe. Nani amelipo bila kufanya? Yote, hata sisi wenyewe ukiangalia maisha yetu, kila mmoja alofanikiwa ndani yake kuna jambo alilofanya. Nani amefanikiwa bila jambo lolote la kufanya? Utakuta ni hamna. Ambaye bado hajafanikiwa angoja afanye kwanza, endelee kufanya, utafanikiwa katika maisha haya. Kwa hiyo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akasema, enyi watu, alaikum min al-a'mali, jilazimisheni na matendo mazuri. Vijana tujilazimishe na matendo mazuri. Ramadhani imekuja na matendo mazuri. Ramadhani imekuja na ukarimu, ukarimu huo tuendelee nao. Ramadhani imekuja na upole, upole tuendelee nao. Ramadhani imekuja na imani, imani tuendelee nao. Ramadhani imekuja na uchamungu, uchamungu uendelee. Imani, imani. Ramadhani imekuja na imezuilia watu kutukanana, watu kufitinishana, na tumekatazika alhamdulillah. Na mtu akitaka ugomvi, Muislamu anawahi anasema mimi nimefunga. Maisha hayo ndio inatakiwa tuishi hata tofauti na Ramadhani. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas alaikum min al-a'mal, jilazimisheni na matendo mazuri. Hayo matendo mazuri, ma tatiquna, kiasi mtakachofanya au kiasi mtakachoweza. Na utaangalia ni kweli kila mmoja hutoa sadaka yake kiasi anachoweza kutoa sadaka, kila mmoja hufuturisha kwa kiasi anachoweza kufuturisha, kila mmoja anafanya wema kadri ya uwezo wake. Alhamdulillah. Na haya yanaonekana kwa baadhi ya watu
na wengine tukiwaona na wengine hatuwaoni kwa dhahiri yake na kwa siri yake. Lakini si hivyo tu, fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, la yamallu, halipi hata tamallu, halipi. Mwenyezi Mungu hawezi kumlipa mja wake Muislamu mpaka angoja afanye kwanza. Hivi leo tumejaa msikitini kama hivi, hili tendo la kuja msikitini na kutekeleza hilo tendo ndilo la kusababisha wewe utalipwa. Lakini yule aliyoko nje hana habari na habari hii ya Ijumaa, hatolipwa kuhusiana na Ijumaa, hatolipwa kuhusiana na swala ya Ijumaa. Utalipwaje Ijumaa na hujaja kusali Ijumaa? Aloswali Ijumaa ndiye atakayelipwa, alofunga Ramadhani ndiye atakayelipwa. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia, enyi watu, jilazimisheni na kufanya matendo mazuri. Haya matendo mazuri mkiyafanya ndo mtalipwa. Hakuna aliyolipwa bila kufanya, alofanya ndiye aliyolipwa. Akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahabba al-a'mal, hakika matendo yaliyokuwa mazuri yanayopendeza kwa Mwenyezi Mungu, maaduma alaihi, ni lile jambo takalodumu nalo. Angalieni hapa, kuna mazingatio Waislamu. Hakuna amali nzuri inayompendezesha Mwenyezi Mungu na kumfurahisha Mola Subhanahu wa Ta'ala, maaduma alaihi, mpaka udumu na lile jambo. Kama ni swala, udumu na swala. Kama ni ucha Mungu, udumu na ucha Mungu. Kama ni imani, udumu nayo. Kama ni takwa, udumu na takwa. Yote hayo ukidumu nayo, wallahi ni katika matendo yanayompendezesha Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa inqalla, japo kwa uchache. Angalia tena hili tamko, anasema wa inqalla, japo kwa uchache. Basi Muislamu, angalia katika fumla yote ya mambo mazuri, shikilia japo haya yote mazuri, shikilia sehemu ambayo kwamba ukifanya hata kwa uchache. Kama ni sehemu ya sadaka, shikilia, fanya hata kwa uchache, sio kwa wingi, fanya kwa uchache wake. Usiache jambo hilo la kutoa sadaka. Kama ni sunna za kufunga, usiache sunna hizo. Kama ni jambo la kutembelea wenzako, usiache jambo hilo. Kama ni jambo la kiimani, usiache imani hiyo, wa inqalla, japo kwa uchache. Lakini wa inkana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndivyo alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idha amilu amalan, na pindi atakayefanya mja amali yoyote, athabituhu, athibiti nayo, adumu nayo amali hiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atubariki na atujalie tudumu na matendo mema.